Balheri mpenzi mtazamaji, jina langu ni Ali Khalif Yusuf. Ni fahari na faraja kwangu kukutana nanyi tena katika awamu ya pili kwa kupata mafunzo katika lugha ya Kiswahili. Kumbuka ya kwamba katika kipindi chetu cha hapo awali tuliangazia kuhusu vielezi, na nilisema vizuri, vielezi ni maneno yanayoelezea zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi na kielezi kingine. Vile vile nilisema ya kwamba kuna aina mbalimbali za vielezi katika Kiswahili. Kuna vielezi vya namna au jinsi. Nilisema ya kwamba vielezi hivi hufafanua jinsi kitendo kilivyofanyika. Vile vile kuna vielezi vya vigizi au vihisishi. Vile vile tuliangazia kuhusu vielezi vya idadi. Nisema kwamba vielezi vya idadi ni vya vipengele viwili: vielezi vya idadi kamili na vielezi vya idadi visivyo kamili. Vile vile vielezi vilinganishi na vielezi vinginevyo. Sasa katika awamu ya leo naangazia kuhusu vivumishi vya unganifu. Vivumishi vya unganifu. Je, vivumishi ni nini? Vivumishi ni wingi wa neno kivumishi, na kivumishi ni neno linalotoa maelezo zaidi kuhusu nomino. Neno linalotoa maelezo kuhusu nomino. Kwa mfano, mwanafunzi hodari. Kivumishi ni neno linalotoa maelezo kuhusu nomino. Kwa mfano, mwanafunzi hodari. Mfano, mwanafunzi hodari alipita mtihani. Mwanafunzi hodari alipita mtihani. Sasa neno hodari ni kivumishi, kwani neno hilo linatoa maelezo zaidi kuhusu nomino. Mwanafunzi hodari yupi? Mwanafunzi yupi? Hodari. Mwanafunzi hodari alipita mtihani. Yaani inatupatia maelezo zaidi kuhusu nomino. Yaani mwanafunzi yupi? Mwanafunzi yupi alipita mtihani? Mwanafunzi hodari alipita hodari. Sasa maneno kama hodari, pingwa, safi, chafu, eupe, eusi kulingana na viambishi ngeli. Eupe, eusi kulingana na viambishi ngeli. Haya maneno ni mifano ya vivumishi. Sasa vile vile kuna vivumishi vya aina. Vivumishi ni vya aina nyingi. Vile vile vivumishi ni vya aina nyingi. Kuna vivumishi vimilikishi. Kuna vivumishi vya idadi. Kuna vivumishi vya pekee. Vile vile kuna vivumishi ya nne. Vivumishi viashiria. Vivumishi viashiria halisi. Vile vile kuna vivumishi viashiria. Vivumishi viashiria
vivumishi viashiria radidi. Vile vile kuna vivumishi viashiria visisitizi. Vile vile kuna vivumishi vya unganifu. Vivumishi vya unganifu. Sasa hivi ni vya aina mbalimbali vivumishi vya aina mbalimbali katika Kiswahili. Kwa hivyo katika awamu yetu, katika kipindi chetu cha leo tunaangazia kuhusu vivumishi vya unganifu. Vivumishi vya unganifu. Vivumishi vya unganifu. Vivumishi vya unganifu ni maneno yanayopatikana vivumishi vya unganifu. Vivumishi vya unganifu ni maneno yanayopatikana kwa kuambatanisha. Maneno yanayopatikana kwa kuambatanisha na viambishi ngeli kwa kuambatanisha na viambishi ngeli ili kuleta maana ya uhusiano unaodhamiriwa kati ya nomino na kitajwa. Kati ya nomino na kitajwa. Hivi vivumishi vya unganifu ni vivumishi ni maneno yanayopatikana kwa kuambatanisha na viambishi ngeli ili kuleta maana ya uhusiano unaodhamiriwa kati ya nomino na kitajwa. Vile vile anasema vivumishi hivi hutumiwa kwa kutegemea ngeli husika. Navyo ni kama vile wa, ya, za, la, pa, mwa, cha, vya, wa, ya, pa, za, la, mwa, cha, kwa na kadhalika. Vivumishi vya unganifu ni kama vile wa, ya, pa, za, la, mwa, cha, vya, kwa. Viunganishi hivi hutumiwa kwa kutegemea ngeli husika.
kama vile katika ngeli ya awa vivumishi vya aunganifu umoja ni wa na wingi wa, haibadiliki katu. Vivumishi vya aunganifu umoja ni a, umoja ni wa, wingi ni wa. Kwa hivyo vivumishi hivi vya aunganifu katika ngeli ya awa havibadiliki kamwe. Na tazama jadwali, tazama jedwali lifuatalo. Tazama jadwali lifuatalo. Ngeli aunganifu. Mfano, kuna ngeli aunganifu kisha mfano. Hili jadwali linaonesha ngeli husika aunganifu na mifano katika sentensi. Kwa mfano ngeli ya awa, awa. Ngeli ya awa, kwa mfano ngeli ya awa aunganifu umoja ni wa, mfano katika sentensi. Je, aunganifu katika ngeli ya awa hutumika vipi katika sentensi? Sasa tunasema kwa mfano ng'ombe, ng'ombe wa mkulima, ng'ombe wa mkulima. Wingi vile vile, katika wingi aunganifu hubaki vile vile katika ngeli ya awa. Sema ng'ombe wa wakulima, ng'ombe wa wakulima. Kwa hivyo wanafunzi wangu, naambia kwamba aunganifu katika ngeli ya awa umoja ni wa, wingi ni wa. Natumai kwamba tulisoma ngeli ya awa na mnajua majina mbalimbali katika ngeli ya awa. Ngeli ya awa ni nomino yenye sifa ya binadamu, wanyama, wadudu, ndege au nyuni, malaika na kadhalika, kama vile ng'ombe, mbuzi, mkulima, mwalimu, mwanafunzi, mtu, mhazigi. Yani ngeli ya awa, majina yote katika ngeli ya awa vivumishi vya aunganifu umoja ni wa, wingi ni wa. Sawa. Vile vile ngeli ya kivi. Aunganifu katika ngeli ya kivi ni umoja ni ki, wingi ni vi. Mfano katika sentensi, kitovu cha mtoto, wingi vitovu vya watoto. Majina katika ngeli ya kivi ni majina yanayoanza kiambishi ki katika umoja na hujukua vi katika wingi, au tunasema majina katika ngeli ya kivi ni majina yanayoanza kiambishi cha na wingi huchukua nini? Vya. Sawa. Kwa mfano kiti, viti; kitanda, vitanda; chakula, vyakula; chandarua, viandarua; kikombe, vikombe. Yani majina yote yanaanza kiambishi ki katika umoja na vi. Kumbuka kwamba usiweze kusema
neno kiroboto linaanza kiambishi ki, kwa hivyo ni katika ngeli ya kivi. La hasha. La hasha. Kiroboto ni majina, ni jina katika ngeli ya awa. Kwa mfano, kiroboto ana uhai, tunasema kiroboto anaruka, viroboto wameruka. Sasa mfano katika sentensi tunasema kitovu cha mtoto, vitovu vya mtoto. Tuendelee. Ngeli ya ui. Ngeli ya ui. Ngeli ya ui. Majina katika ngeli ya ui, haya ni maneno yanayoanza kiambishi au mwa au mu, na katika wingi yanachukua mi. Yanachukua mi. Sasa tunasema maneno yanayoanza kiambishi katika umoja au mwa au mu, na ukiweka katika wingi yanachukua kiambishi mi. Haya maneno yanapatikana katika ngeli ya ui. 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 Kwa hivyo tunasema mfano au unganifu katika ngeli ya ui, umoja ni wa, wingi ni ya. Mfano katika sentensi, mguu wa kuku, mguu wa kuku, mguu wa kuku, mguu wa kuku unauma. Mguu wa kuku unauma, wingi miguu, miguu ya kuku, miguu ya kuku inauma. Inauma. Sasa tunasema au unganifu katika ngeli ya awa, umoja ni wa. Au unganifu katika ngeli ya ui, umoja ni wa, wingi ni ya. Haya, vile vile wacha tuangalie ngeli ya izi. Ngeli ya izi, tangazia ngeli zote pamoja na a unganifu, vivumishi vya a unganifu. Haya, ngeli a unganifu, mfano a unganifu, mfano a unganifu, ngeli a unganifu, kisha sentensi au mfano. Izi, ngeli ya izi. Ngeli ya izi. Ngeli ya izi, vimishi vya a unganifu katika ngeli ya izi, umoja ni ya, wingi ni za. Umoja ni ya, wingi ni za. Umoja ni ya, wingi ni za. Kwa mfano katika sentensi, kamba ya mpwa wangu. Kamba ya mpwa wangu. Kamba ya mpwa wangu, nasema wingi kamba za wapwa. Kamba za wapwa wetu. Kamba za wapwa wetu. Katika umoja tunasema au unganifu ni ya, wingi ni za. Kamba za wapwa wetu. Majina katika ngeli ya izi ni kama vile sahani, saa, televisheni, runinga, redio, nyumba, kalamu, shingo, na kadhalika. Sasa au unganifu katika ngeli ya ngeli ya izi, umoja ni ya, wingi ni za. Na hii ni mfano. Kwa mfano sema kalamu ya mwanafunzi imeanguka. Kalamu ya mwanafunzi imeanguka. Kalamu za wanafunzi zimeanguka. Sawa sawa.
ngeli ya Majina katika ngeli ya ni kama vile uji, ugoro, ugali, uji, unga, ugoro, ulimbo na kadhalika. Kwa hivyo aunganifu katika ngeli ya hizi kunradi umoja ni wa. Kwa mfano uji wa mtoto, uji wa mtoto ulimwagika, unasema uji wa mtoto. Wingi vile vile ubaki wa. Kiambishi huchukua aunganifu wa katika umoja, na katika wingi ubaki vile vile. Sasa wasema wingi uji wa watoto, uji wa watoto. Sasa majina yote katika ngeli ya vivumishi vya aunganifu katika umoja ni wa, katika wingi ubaki vile vile wa, haibadiliki kamwe. Vile vile acha tuangalie ngeli ya lia. Aunganifu, vivumishi vya aunganifu katika ngeli ya lia. Umoja ni la. Shati la mwanafunzi limeraruka. Kwa mfano shati la mwanafunzi limeraruka. Shati la mwanafunzi. Wingi ni ya. Sema mashati ya wanafunzi. Majina katika ngeli ya lia ni kama vile shati, mashati, gari, magari, tunda, matunda, dirisha, madirisha, daraja, madaraja, yai, mayai, goti, magoti kadhalika. Sema katika wingi ngeli ya lia huchukua kiambishi ma katika wingi, lakini katika umoja kutoka katika muundo tofauti. Lakini katika ngeli ya lia, katika ngeli ya lia wingi huchukua kiambishi ma. Shati, mashati, tunda, matunda, yai, mayai, goti, magoti, sikio, masikio, tumbo, matumbo na kadhalika. Haya, vile vile tutaangalia ngeli ya uzi. Vivumishi vya aunganifu katika ngeli ya uzi. Mfano katika katika majina ya ngeli ya uzi kama vile wembe, nyembe, ulimi, ndimi, uzi, nyuzi, ubao, mbao, ubavu, mabavu na kadhalika. Ubavu, mbavu na kadhalika. Haya, umoja ni wa, wingi ni za. Umoja ni wa, wingi ni za. Haya, uzi, uta wa msasi. Kwa mfano katika sentensi uta wa msasi, wingi nyuta za wasasi. Nyuta za wasasi. Ngeli nyingine ii. Majina katika ngeli ya ii ni kama vile miradi, mizani, miwani na vinginevyo na nyinginezo nyingi. Haya, umoja ni ya, wingi ni ya. Kwa mfano miwani, kwa mfano miwani ya babu. Miwani ya babu, wingi miwani ya kina babu. Miwani ya kina babu.
Miwani ya kina babu. Haya. Vile vile pakumu. 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 Pakumu, pakumu. Unganifu katika pakumu, hizi ni ngeli zinazoonyesha mahali. Pa huonyesha mahali panapojulikana, ku huonyesha mahali kusikojulikana, na mu huonyesha mahali ndani. Sasa tunasema pakumu, shambani pa mzee ni pema. 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 Mashambani pa wazee ni pema. Wingi, mashambani pa wazee ni pema. Mashambani pa wazee ni pema. Ku huonyesha mahali kusikojulikana, Sasa ku uchukua unganifu kwa. Sasa unasema kucheza kwa mtoto kunafurahisha. Kwa mfano unasema shambani kwa mjomba ni kuzuri. Shambani kwa mjomba ni kuzuri. Au unasema kuimba kwa wanakwaya. Kuimba kwa wanakwaya. Kuimba kwa wanakwaya. Kuimba kwa wanakwaya haibadiliki na kuwa kuimba kwa wanakwaya. Vile vile mu, shimoni mwa nyoka. Shimoni mwa nyoka. Shimoni inakuwa unganifu ni mwa. Shimoni mwa nyoka. Shimoni mwa nyoka. Kuna ngeli nyingine nimesahau, ngeli ya uya. Unganifu katika umoja ni wa, wingi ni ya. Majina katika ngeli ya uya ni kama vile ulezi, malezi, ugonjwa, magonjwa, uwele, mawele, na kadhalika. Sasa mfano uya, majina katika ngeli ya uya. Mfano uya, ulezi wa kijana huyu. Ulezi wa kijana huyu. Wingi, malezi ya vijana. Malezi ya vijana hawa. Vile vile unasema ugonjwa wa ukimwi. Ugonjwa wa ukimwi ni hatari. Vile vile magonjwa ya ukimwi ni hatari. Kwa hivyo nimehitimisha vivumishi vya unganifu katika kipindi cha leo, na natumai kwamba wanafunzi wapendwa mlishirikiana nami kwa hali na mali ili tuweze kuinjika katika kijungu kimoja. Kwa hivyo kuna zoezi chini ya vivumishi vya unganifu. Nitawapatia mazoezi mbalimbali kuhusu kipindi hiki cha leo. Kwa hivyo sina la ziada ila tu kuwatakia siku nyenye heri na fanaka. Assalamu alaikum warahmatullahi